Na mtazamaji, habari za wakati huu, karibu kwenye mahojiano maalum ambayo tunayafanya na uongozi wa chama cha ushirika wa wasafirishaji wa abiria na mizigo UWAMWA. Mimi naitwa Binagi George, karibu sana na hii ni BMG Online TV. Kwa jina naitwa Jabiri John Magera, ni mwenyekiti chama cha ushirika wa wasafirishaji mkoa wa Mwanza, kifupi inajulikana kama UWAMWA. Karibuni sana kwenye ofisi za ushirika huu. Karibuni sana nyinyi kama wadau, ili tuweze kusaidiana kupeleka elimu sahihi kwa jamii, tuweze kusaidia kidogo kwa pamoja kwenda kufanya maboresho katika sekta hii ya usafirishaji wa daladala kwa kuanzia. Japo mkakati ni kwenda kugusa sekta nzima ya usafirishaji, kwa maana tutoe sasa sekta hii kwenye kujiendesha kwa mifumo hii ya kawaida, tuipeleke sekta hii iende kujiendesha kwenye mifumo ya kiteknolojia. Mifumo ambayo imetuonyesha kwamba inaenda kutusaidia katika kukabiliana na kutatua changamoto mbalimbali ambazo zimekuwa ni kilio kwa muda mrefu sana wakati wa utoaji wa huduma. Ushirika wa wasafirishaji. Ushirika wa wasafirishaji ni tokeo la kuunganisha zile jamii ambazo zilikuwa zinahusika na sekta hii ya usafirishaji. Ushirika huu umekutanisha kila pande, maana yake athari ilikuwepo kwa kila pande. Kwa hivyo ili upate uwakilishi sahihi, ili muweze kutatua changamoto kwa namna ambayo ni rafiki, tumelazimika kuja na ushirika wa wasafirishaji, kwa maana kwamba makundi yote yahusike ili tuchakate kwa pamoja, tutoe mawazo kwa pamoja, mwisho wa siku tupate suluhu ya pamoja ya kwenda kuzikabili changamoto na hatimaye kujikwamua kiuchumi. Ushirika huu ni ushirika ambao ndani yake tunawapata wamiliki, ndani yake tunampata dereva, ndani yake tunawapata wataalamu mbalimbali ambao ni mchakato wa kwenda kuleta suluhisho la pamoja. Kwa nini tunayakutanisha makundi yote? Ukiangalia sekta ya usafirishaji, hasa daladala, imekuwa na lawama, kila pande inamnyoshia mkono mwenzie. Lakini ukiangalia kimsingi kila mmoja ana haki zake. Sekta ya usafirishaji ni sekta mtambuka. Haihusishi jamii moja, kwamba kuna jamii fulani ambayo ina haki zaidi kuliko jamii nyingine. Hicho kitu mtazamo wake unakuwa sio sahihi. Sekta hii inamkutanisha kwanza mmiliki ambaye kimsingi ana haki kwa sababu amewekeza fedha zake kwa mahitajio ya kupata faida. Lakini mmiliki pekee hawezi kuleta matokeo, lazima utakutana na mtumishi ambaye ni driver na conductor. Naye pia ukiangalia ni mtu muhimu kwenye sekta hii ya usafirishaji. Naye ukiangalia ana haki zake za msingi ambazo zinapaswa pia zifanyeje, zizingatiwe. Lakini ukienda pia chombo cha usafirishaji akimuhusu driver na mmiliki pekee, unakuta kuna jamii nyingine ya abiria ambaye ndio mpewa huduma. Naye unakuta lazima muwe na mkakati wa kumfanya apate huduma anayoitarajia na iliyotarajiwa pia na mamlaka. Lakini upande mwingine pia unakuta mdau mwingine ambaye ni mamlaka, naye pia ana haki zake za msingi kwenye sekta hii. Kwa hivyo kuangalia jamii moja kwamba iwe inapaza sauti peke yake ni kukosea haki za jamii nyingine. Ndio sababu tulishawishika tukakutana jamii zote zinazonufaika na sekta hii ya usafirishaji, kuanzia mmiliki, dereva, wataalamu, tukatengeneza chombo hichi kwa mawazo ya pamoja, tutafute namna nzuri ambayo haitamwacha mwingine nyuma. Na tulipofanikiwa kutengeneza chombo hiki, tukakutana na tiba tayari ambayo ni sayansi. Tiba ambayo inaonyesha itaenda kututatulia changamoto zetu bila kuathiri wala kupendelea pande yoyote. Kwa hivyo kupitia sayansi tumejiridhisha kwamba kila mmoja anaenda kupata haki yake stahiki. Tuondokane na lawama, si wakati tena wa kulaumu, manake lawama hazimalizi changamoto. Changamoto zinamalizwa kwa kuchukua hatua ambazo ni rafiki, zinazokubaliana na sheria. Mwisho wa siku tuisaidie serikali yetu katika kujitatulia changamoto. Si kila kitu lazima tuisubiri serikali. Serikali imetengeneza mazingira mazuri kwa kuweka sheria nzuri, kanuni nzuri,
ambazo sasa sisi kama wananchi wa Tanzania tukizitumia vizuri tutajisaidia wenyewe kutatua changamoto zetu, lakini mwisho wa siku kunufaika kiuchumi. Zipo changamoto nyingi ambazo zilikuwa zinalalamikiwa kwenye sekta hii. Ukiangalia abiria analalamika kuna haki zake za msingi hazizingatiwi. Haki gani? Niongelee maeneo mawili. Abiria anahitaji kufika eneo kulingana na ruti ya gari inapoelekeza, lakini inatokea wakati mwingine haki yake hiyo ya msingi ya kufikishwa mwisho wa safari haizingatiwi. Hakuna mwajibikaji, na ni haki ya msingi kulingana na leseni uliopewa kwamba lazima utoke kituo fulani mpaka ufike kituo fulani, lakini imetokea changamoto, watu wanakatisha ruti. Ni swala maarufu sana hapa mjini. Ile jamii ya abiria inaathirika. Lakini kuna wakati mwingine aidha kwa kujua au kwa kutokujua, unakuta mtendaji wa kwenye gari ambaye ni kondakta, wakati mwingine unakuta anatoza nauli zaidi ya ile iliyoelekezwa na mamlaka. Kwa hivyo ni kilio pia kingine ambacho abiria wamekuwa nacho kwa muda mrefu. Nani anazingatia hilo? Nani anasimama na hilo? Je, tuendelee kulaumu tu? Mwisho wa siku mamlaka inapoamka sasa kuja kuhakikisha kwamba sheria zinatekelezeka, anaumia mmiliki ambaye yupo nyumbani. Ikipatikana adhabu, ile adhabu anayoenda kuwajibika nayo ni mmiliki, wakati wa utendaji wa kosa hayupo. Kwa hivyo tukaona ni lalamiko la kweli, linapaswa lichukuliwe hatua kwenda kufanyaje? Kwenda kulitatua. Ukirudi kwa mtendaji ambaye ni driver na conductor, miaka mingi tumesikia ana malalamiko yake. Lakini lalamiko kuu ambalo ukiliangalia ni lalamiko la msingi ni kukosekana kwa mikataba ya ajira. Ni watu wanafanya kazi, lakini wanafanya kazi katika mazingira magumu. Hakuna mikataba ya ajira. Nani anabeba dhamana hile? Hatuwezi kuendelea kuwa tunarushiana mipira. Ni haki kabisa mtu kama ni mtumishi apate haki zake za msingi, ikiwa ni pamoja na mikataba na haki zingine stahiki. Kwa hivyo hili pia limetufanya tuijumuishe jamii, tukutane tuone namna gani tunaweza tukatatua tatizo hili kwa pamoja. Lakini eneo lingine ni mmiliki mwenyewe. Mmiliki amekuwa akiingia kwenye mazingira magumu ya uendeshaji wa hizi shughuli kutokana na sintofahamu nyingi zinazoendelea. Wakati mwingine watendaji wanaenda barabarani, wanarudi jioni, hakuna mapato. Lakini wakati mwingine mmiliki anaathirika kwamba mtu anaweza akafanya jambo lisilo sahihi linalokiuka maadili ya kazi. Mtu akafanya kazi, baada ya kazi asirudishe mafuta kwenye tenki. Lakini wakati mwingine zinakuja tu sababu kwamba nimepoteza hela. Kondakta anakuambia hela nimeibiwa, au wakati mwingine anakuambia kuna vitu vya ajabu tu. Lakini mwisho wa siku mapato uyaoni. Kwa hiyo tukafuatilia, tukaona pia kuna mwanya kwamba mtu anaweza akafanya kosa kwa mmiliki A kwa jioni kwa sababu tu amepata ofa ya Abdalla. Kwa anaacha huku karibu, kwa vile hakuna mlango unaomzuia kuhamia kwa mmiliki mwingine. Unakuta kesho amekimbilia kwenye gari ya mtu mwingine, lakini huku kaacha hasara tayari. Sasa ni nani anazuia lile? Maanake palikuwa hakuna mfumo rasmi wa utumishi, hakuna mfumo rasmi wa ajira, hakuna mfumo rasmi wa uwajibikaji. Kwa hivyo kupitia chombo hichi pia tukaona ni eneo ambalo linaenda kupata utatuzi. Lakini wakati mwingine mamlaka, unajua mamlaka ilishaweka taratibu, ilishaweka sheria, kanuni. Mamlaka inafadhaika, inasikitika kwamba kwa nini huduma haiboreki. Wao waliweka kanuni nzuri, sheria nzuri ili kuhakikisha kwamba mwananchi anapata huduma iliyo nzuri. Lakini kuhakikisha kwamba hata mmiliki aliyewekeza pesa yake pia anapata faida. Lakini kwa nini matokeo hayaji vile inavyotakikana? Kwa hivyo hata mamlaka pia hairidhishwi na namna ya uendeshaji huu uliopo sasa hivi. Na kimsingi ni uendeshaji ambao hauna tija. Hauna tija. Sasa tunahitaji tufike mahala tuitume sayansi. Ndio sababu ushirika huu umekuja na imani kwamba tukitumia sayansi, tukatumia wataalamu wenye fani zao, tunaweza tukaepukana na hizi changamoto ambazo zimekuwa zikililaliwa kwa muda mrefu.
Kwenye hili ni kweli kama mlivyosema mwanzoni, tumesikia kuna malalamiko. Hatuwezi kukanusha, ipo jamii ambayo ina malalamiko, lakini nilitamani waendelee kujipa nafasi ya kupata elimu zaidi. Usilalamike kwa kitu ambacho hujakipatia elimu yake kwa usahihi. Kwa hivyo milango bado iko wazi kwa yule ambaye bado hajaelewa. Nenda sehemu husika, nenda kapewe elimu, uone kama kile ambacho ulikuwa unafikiri kinafanana na hiki ambacho umepewa elimu yake ambayo ni elimu sahihi. Muundo wa ushirika huu kwenda kufanya shughuli zake ni muundo ambao hauendi kuathiri eneo lolote, tofauti na dhana ambayo imekuwa ikipandikizwa kwenye jamii. Muundo wa ushirika katika utendaji wake tumekusudia kumwacha mmiliki awe na uhuru baadhi ya maeneo. Mmiliki awe na uhuru wa kupendekeza dereva anayetaka aendeshe gari yake, japo ule dereva pamoja na kuendesha gari ya mmiliki kwa mujibu wa mapendekezo ya mmiliki, lakini sisi kama ushirika tutawajibika kuhakikisha kwamba tunampa mkataba na mshahara wake yule mtumishi wa kwenye gari husika. Maanake jukumu la mshahara na mkataba litakuwa la ushirika. Hilo ni eneo moja. Lakini eneo lingine ni namna ya matengenezo ya gari. Namna ya matengenezo ya gari pia kuna vifurushi viwili. Kuna kifurushi ambacho kinamruhusu mmiliki kutengeneza gari kule anakotaka yeye. Lakini kuna jamii nyingine ambayo ikishakulasimishia ile gari inatamani wewe kama ushirika ushughulike na yote. Pia tumezingatia. Kwa hiyo kunakuwa na mikataba ya aina tofauti. Mmiliki anayesema kwamba mimi gari yangu nitatengeneza mwenyewe, mafuta nitaenda kunywa ninakotaka mwenyewe, kulaza gari yangu nitalaza nyumbani kwangu. Tumeliangalia kwa mapana na hilo jambo lipo kwenye eneo ambalo tumelitenga. Kwa hivyo kuna mkataba ambao unampa nafasi mmiliki kunywa mafuta anakotaka, kutengeneza gari anakotaka, kulaza gari anakotaka, kuleta dereva anayemtaka. Wajibu wetu sisi kama ushirika, tutasimamia tu shughuli za usafirishaji kwa siku nzima ili kuhakikisha haki za kila mmoja zinalindwa. Haki ya usafirishaji naendelea kusisitiza, sio haki ya mmiliki tu. Kuna haki za jamii nyingine ndani yake. Lakini eneo lingine tunaongelea habari ya wanafunzi. Sisi wote wana Mwanza tunashuhudia kwamba kuna wakati wanafunzi wanapata changamoto kubwa sana, kwamba wale watendaji hawazingatii haki za jamii ile ya wanafunzi. Lakini kwa kusikitika sana kwamba hakuna mmiliki ambaye huwa anajipa wajibu wa kwenda kuhakikisha kwamba jamii hii ya kizazi chetu inapata huduma bila usumbufu. Ndiyo sababu tukaona sasa tujilete pamoja, tutetee kwa pamoja kwamba ni eneo pia tumelitengea utaratibu maalum kuwafanya wanafunzi wetu pia wafurahie masomo yao, wasione kama kwenda shule ni adhabu. Kwa hiyo tutawapa huduma ambayo inalingana na mahitaji yao. Lakini kuna lalamiko lingine kubwa ambalo lilikuwa kwa abiria kwamba wakati mwingine watendaji wetu hawa hawazingatii masuala ya unadhifu, usafi. Ni eneo ambalo uwajibikaji wetu kama wamiliki ulikuwa ni mdogo sana, kwa maana tulilitelekeza. Sasa kama tulilitelekeza, basi tuvumilie kwa vile kimekuja chombo na ni chombo ambacho hakifanyi kazi kwa matakwa ya mwenyekiti au mtu yoyote wa bodi ya ushirika. Kinafanya kazi kwa kulasimisha yale majukumu kwa wataalamu. Sisi kama ushirika tunaenda kuajiri wataalamu kwenye kila engo. Tutaajiri wataalamu watakao tusaidia kwenye mambo ya usafirishaji, ambapo tutakuwa na transport manager na department ile itakuwa na watu wa kufanya kazi. Lakini pia tutaajiri kwenye idara ya human resource. Maana yake lazima tuwe na kitengo cha watu wa utumishi ambao watasimamia idara nzima ya utumishi. Lakini pia tunakuwa na idara ya IT, watu wa mifumo. Pia ni eneo ambalo litaongozwa na wataalamu. Lakini pia tutakuwa na wataalamu wa mahesabu ambao pia watatusaidia kwenye eneo la mahesabu. Kwa hivyo
tumekusudia kwamba kuiacha sasa hii sekta iende ikaongozwe na ikaendeshwe na kusimamiwa na wataalamu wenye elimu na ubobezi wa maeneo husika kwa mujibu wa taratibu tutakazokuwa tumewapangia. Kwa hivyo natamani jamii yetu ielewe hili ni kwa faida pana. Kwa faida pana ya kila mmoja aende akanufaike na eneo lake. Inawezekana kuna watu kweli wataguswa, inawezekana. Lakini kwa kuzingatia maslahi ya jamii kubwa, tunapaswa tukubaliane na mabadiliko. Tuiache sayansi ikatusaidia. Sawa, najua tutafika pia kwenye eneo jingine la tiketi mtandao ambalo ushirika unakuja nalo na utalisimamia vizuri ili kuhakikisha kwamba pande zote zinanufaika. Na ningependa kujua kwanza upande wa wamiliki wa vyombo vya usafiri, namna mlivyoshirikiana nao na kuwashirikisha jambo hili, na namna ya kujiunga, kama ni hiari ama kuna namna ambavyo sheria labda inamtaka mmiliki aweze kujiunga na ushirika huu. Asante. Ushirika, sheria na taratibu za ushirika, hichi ni chombo huru cha kidemokrasia. Hakimwajibishi mtu kwamba ni lazima awe mwanachama wa ushirika. Kuingia kuwa mwanachama wa ushirika ni jambo la hiari. Hacha kuingia tu, hata ukishaingia ukaona hakuna manufaa, kutoka pia ni jambo la hiari, mradi utimize vigezo na masharti. Kwa hiyo wakati wa kuingia zipo taratibu zitakazokuruhusu kuingia, na wakati wa kutoka zipo taratibu ambazo ni rafiki kabisa zitakazo kuachia wewe mlango wa kutoka pia. Kwa hivyo namna ya kuingia sio lazima, ni jambo la hiari, lakini namna ya kutoka pia hulazimishwi, pia una mlango wa hiari wa kutoka. Lakini ushirika pia sio chama cha harakati, ni chama cha kiuchumi, kinakutanisha jamii katika nyanja nzima ya kiuchumi. Kwa hivyo huku hakuna harakati. Tungekuwa ni wanaharakati na sisi tungeanza kujibizana kiwanaharakati, lakini huku sisi tunaongelea mambo ya kiuchumi, faida zinazopatikana kama utakuwa ni mwanaushirika. Lakini hapa niweke sawa kidogo, kwenye utendaji wa kusimamia zile shughuli za barabarani, haikuwajibishi wewe kama mmiliki lazima uwe mwanaushirika. Hapana. Kwa hivyo unaweza ukalazimisha gari yako lakini bado si mwanachama wa ushirika. Mikataba itaongea kwamba mkataba tunaofunga una vipengele vipi. Ila tunashauri, manake ukiwa mwanaushirika pia kuna faida za ziada. Mwisho wa mwaka kuna gawio kama tumejiendesha kwa faida. Lakini pia katikati hapo unapokuwa mwanachama una nafasi pia ya ushirika kukubeba kwenye changamoto zinazoweza kuwa zinakukabili. Kwa maana yawezekana ukaishiwa tairi wakati hauko vizuri kiuchumi. Ushirika utabeba lile jukumu kuhakikisha kwamba chombo chako kinarejea barabarani, alafu wewe kama mwanachama utatengenezewa taratibu rafiki ili urejeshe polepole. Faida zilizomo ndani ya ushirika ni pana. Kama mzunguko wako utakuwa mzuri na ukawa mwanachama mtiifu, pia tunaweza tukakudhamini hata kama unahitaji kuongeza chombo. Tuna mahusiano mazuri na taasisi za kifedha. Kwa hiyo sisi tunaweza tukasimama kama mdhamini wako, pia ukajipatia kuongeza chombo kingine kwa ajili ya kuboresha na kutanua biashara yako. Kwa hiyo zipo faida, ni watu tu kujipa nafasi ya kusikiliza, kujifunza. Tusiendelee kulazimisha tujiendeshe kwa mifumo hii hakati tunaumia na tunaacha nafasi kwa watu wengine wanufaike hakati sisi hatunufaiki na biashara yetu. Kwa hiyo kubwa ni hilo. Vipi tutafanikisha? Ndio sababu tunakuja pia na dhamira ya kutumia matumizi ya makusanyo kwenye mfumo wa kisayansi, kwamba mapato sasa yakakusanywa kupitia mifumo ili kuzuia ile mianya ya uvujifu wa mapato. Namna tunavyotaka kwenda kufanya matumizi ya makusanyo, tutatumia tiketi mtandao. Tiketi mtandao itatusaidia sasa kuratibu mapato na mwisho wa siku kumweka kila mmoja kwenye eneo lake apate kile anachostahili bila kuumiza jamii nyingine. Lakini pia tunakusudia kuwa na mifumo ya matumizi ya kadi za kuchanja.
Manake itatoa nafasi kwa mtu kujaza pesa zake kwenye kadi, alafu huku kwenye chombo cha usafiri atakuja akiwa na kadi tu. Unaona Kwa hiyo tunataka twende kisasa. Tunaendelea kutoa wito kwa jamii yetu ya Wanamwanza kuunga mkono jambo hili na kutupa ushirikiano pale panapohitajika kuboresha. Basi tunaendelea kupokea maoni, ushauri. Taasisi hii ni sikivu, haipo kwa ajili ya kumuumiza yoyote. Tupo kwa ajili ya kuzingatia haki na maslahi mapana ya jamii yote. Na mmepanga kwamba tiketi mtandao hizi kwa abiria wa daladala zitapatikanaje? Pengine kutakuwa na vituo maalum au mtu anaweza akakata kwa njia ya simu ama atakata kwa kutumia mfumo gani pengine? Sayansi inapokuwa mpya uwezo ukaiingiza kwa eneo pana. Kwa hiyo tumekusudia kuanza na eneo dogo na tutaendelea kulitanua kulingana na maboresho yatakavyokuwa yanatuelekeza. Muundo tutakaotumia ni kuhakikisha kila eneo anapopatikana abiria atapata tiketi yake bila usumbufu. Kila eneo anapopatikana abiria atapata tiketi yake bila usumbufu. Lakini matumizi ya kadi ni bora zaidi. Maana wewe ukishajaza kadi yako pesa, hauhitaji tena kwenda kutafuta tiketi. Wewe ni kiasi cha kuingia kwenye gari na malipo yako yatapokelewa ndani ya gari. Lakini tumezingatia kwamba kuna jamii kubwa ambayo bado haijaweza kuwa na ufahamu wa matumizi ya kadi. Ndio sababu tukaanza na tiketi mtandao. Eneo la kukata kwenye simu ni eneo ambalo tutalifanyia maboresho kwenye fezi zinazofuata. Lakini kwa sasa tutatengeneza center of service ambazo abiria watakuwa wanapata tiketi, na muundo tumeuweka muundo ambao ni rafiki. Maeneo yote tiketi zitapatikana. Na vipi kwenye gari? Pengine kama ni konda anaweza akawa na mashine ambayo anaweza akamkatia abiria tiketi? Hapana. Muundo tuliokuja nao haumruhusu kondakta kuwa na chombo cha kukatia tiketi. Kwa vile ni muundo ambao tumeuratibu, ni muundo ambao tumeubuni, ambao hautatoa nafasi kwa mtu kusema kwamba napata wakati mgumu kupata tiketi. Yaani ni muundo, leo hii unavyoongelea mfano mtu anataka kufanya muamala kwenye mitandao ya simu, huwezi niambia kwamba anapata changamoto. Manake ni huduma inapatikana kila kona. Kwa hivyo kila eneo ambalo abiria anapatikana atapata tiketi. Kama naelewa ni kwamba labda uko kwenye kituo cha Nata, una tiketi yako tayari. Gari yoyote itakayokuja ambayo iko chini ya ushirika wa UWAMWA, kama inaenda Kisesa, unaingia na tiketi yako, unaskani pale, unatulia. Sasa mtu atawezaje kujua kwamba hii gari iko chini ya ushirika, hii haiko chini ya ushirika, ili asipate usumbufu wa kuzitambua na kuingia? Hayo mambo yote yanakuja. Elimu yote inakuja kutolewa. Namna gani mtu atapata huduma, namna gani mfumo utafanya kazi, namna gani abiria ataweza kupata tiketi. Kila engo ni wakati unakuja, tutaenda kutoa elimu kabla ya kuanza matumizi rasmi. Kwa sasa nachelewa kusema lolote kwa vile mamlaka bado haijaja rasmi kutangaza. Kwa hivyo watakapotangaza itatupa nafasi sisi ya kwenda hatua inayofuata ya kutoa elimu kwa jamii, kuendelea kutoa elimu kwa wamiliki. Hizi ni hatua za mwanzo tu tumeanza nazo. Kwa hiyo niombe tu jamii endelee kuwa wavumilivu. Namna gani watapata huduma tutatangaza na tutatoa elimu kwa kiwango cha kutosha. So far mna wanachama ambao tayari wameshaanza kujisajili? Tunajivunia kwamba tuna wanachama tayari wameitikia. Tunao tayari na wamepongeza muundo huu tunaokuja nao na wametoa ushirikiano, na tunafarijika kwamba tumefanya majaribio wiki kadhaa nyuma na majaribio yametupa matokeo ambayo ni ya kupendeza sana. Kwa hivyo ni wakati tu ukifika tutaanza rasmi matumizi hayo, lakini mlango haujafungwa kwa mwanachama yoyote ambaye anahisi kwamba jambo hili linaweza likampa manufaa. Tunamkaribisha ili tufanye maboresho kwa pamoja. So far kuna habari njema tulizisikia kwamba tayari ushirika una magari kadhaa. Mwenyekiti, unaweza kaiweka sawa hii?
Ni habari njema. Ni habari njema ambayo hata sisi pia ilikuwa ni furaha. Tumeendelea kupata wadau mbalimbali ambao wamevutiwa na mradi tunaokuja nao na wamevutiwa na kufanya uwekezaji. Kwa hivyo yupo mdau ambao tunafanya taratibu za mwisho ili mwisho wa siku tuweze kupata magari ambayo yatakuwa rasmi ya ushirika, ukiachana na yale magari ya mmiliki mmoja mmoja ambaye ni mwanachama. Lakini pia hivi karibuni tutapata magari rasmi ya ushirika ambayo tumekusudia kwa hatua za awali kwenye eneo la wanafunzi yaende yakatusaidie kwenye eneo hilo kwa hatua za awali. Wakati tukiendelea kufanya majadiliano na wadau wengine, wawekezaji wengine ambao tunajivunia kwamba tumepokea wadau wengi tu, wawekezaji wengi ambao wameonyesha dhamira. Bado tuko kwenye meza za mazungumzo na mwanga ni mkubwa, matarajio ni makubwa. Kwa hivyo tunaendelea kutoa hamasa kwa wanamwanza kwamba wajiandae sasa kwenye maboresho. Tunategemea kuwapa huduma nzuri zinazokidhi viwango. Mwanza sofa tunajivunia kwamba unakuwa ni mkoa wa kwanza sasa nchini kuja na ushirika huu, lakini na mfumo huu. Tutegemee pengine mpaka mwishoni mwa mwaka huu mambo yote kuwa vizuri na tuone mfumo ukianza kufanya kazi. Tutegemee hilo. Tutegemee kwamba Mwanza mpaka kufika mwishoni mwa mwaka huu itakuwa ni Mwanza jiji mpya. Mwanza jiji mpya. Tunashukuru Mheshimiwa Rais anakuja kutufungulia daraja letu, na hii pia itakuwa ni kama zawadi kwake Mheshimiwa Rais, kwa maana anapotufungulia mji wetu wa Mwanza, na sisi lazima tuwe na maandalizi ya kutosha ya kufanya maboresho tufanane na mji aliotutengenezea Mheshimiwa Rais. Ukiangalia mradi wa daraja huo ni vile tu watu wanawezekana hawajauchukulia kwa ukubwa unaostahili, lakini kiukweli ni mradi ambao unaenda kuifungua Mwanza kisawasawa. Ni mradi ambao utasababisha ongezeko la watu mjini, utaleta ongezeko la magari, utaleta ongezeko la mahitaji. Kwa hivyo na sisi tumeona twende na kasi hiyo ya Mheshimiwa Rais kujiandaa na maboresho katika sekta hii ya usafirishaji, kwa kuzingatia kwamba mji wetu utaendelea kupokea watu wengi. Wanapaswa wakute na sisi tumejizatiti katika kuboresha huduma, wafurahie huduma zetu, wajivunie Mwanza yetu, na mwisho wa siku sote twende tukajenge uchumi. Mwenyekiti, nikushukuru sana. Pengine katika kumalizia sasa mazungumzo yetu, nikupe nafasi ya kutoa ufafanuzi wa mwisho. Inawezekana kuna swali sijakuuliza, kuna mtu ambaye amefuatilia mahojiano haya angependa uweze kumjibu, kama kuna njia yoyote ya kuweza kupata ufafanuzi zaidi za kiofisi. Asante sana ndugu mwandishi. Ofisi zetu zinapatikana eneo la Mkolani Darajani, uelekeo wa kwenda Shinyanga, mkono wa kushoto, kituo cha kwanza cha mafuta. Lakini pia namba za simu ni 0784 98 40 76. Namba za simu ni 0784 98 40 76. Tuendelee kuwatoa hofu, tuendelee kuwajenga wanamwanza kwamba mabadiliko ni kitu cha lazima. Tuondokane na lawama, tuchukue hatua sasa kwenda kuzikabili changamoto kwa pamoja. Lawama hazitatui changamoto, changamoto zinatatuliwa kwa kuchukua hatua na kufanya yale ambayo yanahitajika. Hauwezi kwepa sasa hivi kutumia matumizi ya sayansi. Dunia inatulazimisha kwenda kwenye sayansi. Dunia inatulazimisha kwenda kwenye sayansi, na tumeshuhudia matokeo ya sayansi yameleta matokeo ambayo yanasaidia. Kwa hiyo nitoe wito tu, watu watoe ushirikiano. Ukitaka ufafanuzi, fika ofisini utapata ufafanuzi. Lakini pia tumekuwa rafiki, hata yule atakayehisi kwamba anahitaji huduma imfuate kule aliko, pia tutamfikia. Asante. Nikushukuru sana mwenyekiti. Asante sana. Mtazamaji, tumekuwa na mahojiano kwa kina zaidi kutoka kwa mwenyekiti wa chama cha ushirika wa wasafirishaji wa abiria na mizigo mkoa wa Mwanza, UWAMWA, na ametujibu maswali yetu
fafanuzi vizuri kuhusiana na ujio wa ushirika huu, sifa za kujiunga ni hiari na sio lazima kama ambavyo wengine walikuwa wakidhani, lakini namna ambavyo tiketi mtandao zinakuja kufanya kazi na kuboresha upatikanaji wa huduma ya usafiri na usafirishaji hapa jijini Mwanza. Mimi naitwa Binagi George, JB Pazo, ulikuwa unaitazama BMG Online TV. Tukutane tena wakati mwingine kwa mahojiano zaidi na fafanuzi zaidi kuhusiana na ujio wa chama hiki, lakini pia mfumo wa usafirishaji na maboresho yote ambayo tunatarajia kuyaona hapa jijini Mwanza. Hadi wakati mwingine, bye bye.